jioni ya leo ninakutangazia habari njema za Yesu. Ni habari njema za wokovu, ya kwamba dhambi itakupeleka pabaya, itakupeleka jehanamu. Dhambi itakupeleka kwenye mateso ya milele. Dhambi itafanya uingie kwenye msiba ambao kutegemea. Watu wa Mungu, sikia, dhambi ni mbaya sana. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi ni mbaya. Dhambi ni mbaya sana. Dhambi ni mbaya wapendwa. Dhambi inafanya watu waishi maisha ambayo ni ya kuaibika milele kabisa. Dhambi inafanya watu waingie kwenye matatizo ambayo wala hawakutegemea. Sikiliza nikwambie, walikuweko watu ambao ni wasomi sana, lakini kwa sababu ya dhambi mambo yao yamebadilika. Walikuweko watu ambao ni wazuri wa sura, lakini kwa dhambi wamebadilika kabisa, sura zimeharibika. Walikuweko watu ambao ni warembo sana, walikuwa ni wanene, kwa sababu ya dhambi wamekondeana kabisa. Dhambi inatesa wengi. Watu wa Mungu, sikiliza, jioni ya leo nakutangazia habari njema za Yesu, ya kwamba acha dhambi kwenye maisha yako. Dhambi ya uzinzi acha, dhambi ya uchawi acha, dhambi za kila aina ambazo unazoea unafanya. Watu wa Mungu, acha dhambi. Jehanamu ya moto iko wapendwa, jehanamu ya moto iko. Sikiliza nikwambie, jioni ya leo iko jehanamu ya moto, iko watenda dhambi wote. Sikiliza watumishi wa Mungu, dhambi inaua wanawake, dhambi inaua wanaume, watu wazima na akili zao wanakufa katika dhambi. Dhambi inaua wasomi wenye elimu zao, inaua dhambi, inaua waliokuwa na elimu kubwa, dhambi inawaangamiza. Sikiliza jioni ya leo na kutangazia wokovu, ya kwamba inawezekana maisha yako yakabadilika. Inawezekana ukawa ni mtu mwema, inawezekana ukawa ni mtu ambaye unamgulika na Mungu wako. Inawezekana wapendwa, lakini dhambi itakupeleka jehanamu. Dhambi itakupeleka motoni mpendwa, dhambi itakuangamiza. Sikia nikwambie, jioni ya leo unaweza ukawa unafanikiwa, unaweza ukawa unaonekana unaheshimika kwa sababu ya dhambi, lakini mwisho wake ni mbaya sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kwa yuko Yesu anasema, tazama, atakuja kama mwivi, atakuja kama jambazi ambaye hana tangazo ya kwamba leo nakuja nyumbani kwako kuvamia. Ndivyo Bwana atakavyokuja. Kwenye maisha tulio nayo, mambo yanaweza yakabadilika pasipokuwa na maandalizi yoyote. Mambo yanaweza yakabadilika pasipokuwa na jambo lingine lolote ambalo mtu angejiandaa kwalo. Watu wa Mungu, sikia, yanaweza yakabadilika, mambo yanaweza yakabadilika. Leo tunaongea hii habari, kesho tunaweza tukaongea habari nyingine, lakini ukimkubali Yesu kwenye maisha yako, ukimkubali Yesu mpendwa, mambo yapobadilika. Mambo yapobadilika, Mungu atakuwa upande wako. Dunia ijapotetemeka, Mungu atakuwa upande wako. Afya ijapobadilika, Mungu atakuwa upande wako. Mauti ijapoingia, Bwana yuko upande wako. Chochote ambacho kitabadilika ukiwa na Yesu hakitakutikisa kamwe. Wengine wanaweza akawanalia, lakini unapokuwa na Yesu unakuwa na kicheko. Wengine wakawa na majonzi, unapokuwa na Yesu unakuwa kwenye furaha na burudiko. Huyo ndiye ambaye jioni ya leo na kutangazia habari zake, ya kwamba yuaja Yesu, anakuja na mawingu kulichukua kanisa lake. Yuaja mwana wa Mungu aliye hai, anakuja wapendwa, anakuja Bwana wa mabwana, anakuja Kristo Yesu kulichukua kanisa. Watu wa Mungu, itakuwaje? Atakukutaje Bwana
wakati utakapowadia atakukuta na hali gani wakati utakapofika. Maana ujapojiandaa Mungu kuja kuchukua, ni heri ukiafua mavazi yako, ni heri ukiacha dhambi. Jiandae jioni ya leo, watu wa Mungu, jiandae. Wakati wote mwana kondoo Yesu atarudi duniani tena kulichukua kanisa lake, watakatifu wake watakuja kuchukuliwa. Wako wapi watu ambao wanakimbia kwa Yesu? Wako wapi watu ambao wanamrudia Mungu wao? Wako wapi wanawake? Wako wapi wanaume? Wako wapi vijana wa kike na wa kiume? Wako wapi watoto? Wako wapi wazee wanaokimbia kwa Yesu? Watu wa Mungu, sikiliza, hii ni sauti ya Mungu aliye hai. Huu ni wito wa Mungu aliye hai. Habari ya maisha yako, tengeneza na Mungu wako. Hii ni sauti ya Mungu aliye hai. Wapendwa, wapendwa, sikia, wakati wa Bwana ni sasa. Wokovu wa Mungu uko leo. Rudi kwa Mungu wako, utengeneze na Mungu wako, abadilishe maisha yako. Yesu akufanye mwingine tena. Na haya ndiyo maombi yangu kwako, ya kwamba Mungu akusaidie, akutengeneze kwa upya. Yale yaliyokuwa yameharibika ayafanye mapya tena. Yuko Bwana anatengeneza. Bwana Yesu asifiwe. Utaishi namna hiyo mpaka lini? Utaishi maisha ya dhambi mpaka lini? Maisha ya ulevi mpaka lini wapendwa? Maisha ya uchawi mpaka lini wapendwa? Maisha hayo ya uzinzi mpaka lini wapendwa? Maisha ya uongo mpaka lini wapendwa? Maisha ya masengenyo hayo mpaka lini wapendwa? Maisha ya utaperi umejaa kona kona, yani haujanyoka bado, mpaka lini wapendwa? Utaishi hayo mpaka lini? Watu wa Mungu, mwisho waja, mwisho unakuja wapendwa, mwisho unakuja. Leo iko neema ya kutengeneza, mwisho unakuja. Sikiliza, mwisho unakuja watu wa Mungu, iko neema ya kutengeneza hayo maisha. Mwanamke, utaishi mpaka lini? Umekaa nayo miaka mingi, uovu ulionao miaka mingi, unaenda kuzeeka sasa, lakini bado unayafanya yale yale. Nataka nikutangazie tu ya kwamba ni bora kama utaokoka. Utaokoka leo, ni bora kama utamkubali Yesu. Utakuwa na heri, utakuwa na heri. Waje wakati utasema nilisikia injili nikakubali kumrudia Yesu. Utashukuru wahubiri wa injili, utawashukuru wachungaji, utawashukuru wainjilisi. Lakini wakati utakapokataa, wakati utakapowadia, utasema ningalijua, ningeliokoka mimi. Utasema ningalijua, ningeacha dhambi hii. Utasema ningalijua, ningeacha ulevi wa pombe, ningeacha uvutaji wa sigara, ningeacha kuvuta ugoro, ningeacha kuvuta bangi, ningeacha uzinzi, ningeacha. Utasema ningalijua, ningalielewa walivyokuwa wanatangaza injili, ningalielewa walivyokuwa na ubiri mahali pale ambapo nilikuwa nafanyia biashara, ningalielewa jamani walivyokuwa wanatangaza habari za Yesu. Bona ningeliokoka. Watu wa Mungu, sikiliza, majira yanakuja ambayo utatamani sana usikia habari njema za Yesu. Majira yanakuja ambayo utatamani sana kusikia wokovu wa Mungu aliye hai. Haitawezekana. Umepewa neema leo, neema imekuja kwako leo, neema ya wokovu imekuja kwako. Usikilize watu wa Mungu, imekuja neema leo. Hii ni neema ya wokovu. Bwana wa mabwana anahitaji watu warudi kwake, na hii ndio habari ametutuma tutangaze kwako, ya kwamba rudi kwa Mungu. Rudi kwa Mungu mpendwa, rudi kwa Mungu. Watu wa Mungu mlioko Shirabera, wafanya biashara, wajasiriamali, sikiliza, biashara yako haitakusaidia kamwe, fedha yako haitakusaidia kamwe. Msaada wa maisha yako ni Yesu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Yesu peke yake, huyo ndio msaada wako. Yesu peke yake, huyo ndio msaada wako. Mwanadamu awaye yote hana msaada kwenye maisha yako. Yesu peke yake. Watu wa Mungu, sikiliza, anakuja Yesu, anakuja.
anakuja kulichukua kanisa lake. Anakuja Yesu wapendwa, Bwana anakuja, anasema waambie watu ya kwamba nitakuja kama mwivi. Wakati hawajui, hawaelewi kabisa ya kwamba ni lini mambo yanaweza yakabadilika. Hawajui kabisa hawa watu ya kwamba ni lini magonjwa yanaweza yakaingia. Hawajui kabisa ya kwamba ni lini mauti inaweza ikaja. Hawajui kabisa ya kwamba ni lini presha inaweza ikatokea, kisukari anaweza akagonga hodi, vidonda vya tumbo, kansa ya tumbo, kansa ya matiti, kansa ya kizazi, kansa ya damu inaweza ikaja wakati gani. Wasipojua wa watu linakuja, hawajui ni wakati gani itatokea ajali mbele yao, hawaelewi kabisa. Anasema waambie wajiandae, wakae tayari, wajiandae wanawake, wajiandae wanaume, wajiandae vijana, wajiandae mabinti, wajiandae wote wafanya biashara, wajiandae wote waliojasiriamali, wajiandae wote walio mamantilie, wafanya kazi maofisini. Waambie wajiandae makabila yote, wajiandae Wasukuma, wajiandae Wahaya, wajiandae Waziza na makabila kadha, wajiandae mataifa yote ya kwamba nakuja kuwachukua. Nakuja, anasema ninaacha, anasema ni yule anaye anafua nguo zake. Nataka nikwambie jioni ya leo, pendwa, fua nguo zako, yafue mavazi yako, fua nguo zako mpendwa, fanya maandalizi. Bwana anarudi, Yesu anarudi, Yehova anarudi kuwachukua wateule wake, kulichukua kanisa lake. Atakukuta una hali gani? Atakukuta una maisha gani? Atakuta moyo wako ukoje? Atakukuta kutaje mpendwa? Nauliza, atakukutaje Bwana? Kama anashuka leo, atakukuta na hali gani? Kama anarudi leo, atakukutaje mpendwa? Lakini jioni ya leo iko neema ya Mungu ya wokovu, iko neema ya Mungu. Watu wa Mungu, sikia, Bwana anakuja wapendwa, Bwana anakuja wapendwa. Acha kujitia moyo, nataka nikwambie Bwana anakuja. Yesu anakuja, watu wa Mungu, anakuja kujaje? Mimi sielewi. Nilichoambia ni kwamba watu wajiandae, anakuja Yesu. Mimi sijui itakuwaje, lakini nachojua ajenda ni moja, Bwana anakuja. Mimi mwenyewe ninapohubiri namna hii, namwambia Mungu nisaidie, niwe tayari wakati utakapofika. Nafanya maandalizi kumlaki mwana wa Mungu aliye hai. Hata napotangaza hizi habari, namwambia Yesu, ukija naomba niondoke na wewe. Nataka nikutangazie jioni ya leo ya kwamba Bwana anakuja. Atakukuta wapi? Sijajua moyo wako utakuwa uko namna gani, lakini nachoelewa ni kwamba huyu Yesu anarudi. Nisikilize watu wa Mungu, Bwana Yesu Kristo, Mungu aliye hai anakuja. Atakuja asubuhi, mimi hata sielewi. Atakuja ni usiku, mimi hata sielewi. Atakuja mchana, hakuna anayejua hata mmoja, hakuna anayejua. Lakini tulicho nacho ni kimoja. Tuna ajenda moja tu ya kutengeneza maisha yetu, tuna ajenda moja tu ya kufua mavazi yetu. Hicho ndicho ambacho jioni ya leo ninakutangazia ya kwamba fua mavazi yako mpendwa. Acha dhambi kwenye maisha yako, yafue mavazi yako. Wanawake, fua mavazi. Wanaume, fua mavazi. Vijana, fua mavazi. Bwana anarudi. Yaliyokuwa ni maovu kwako, hayo achana nayo. Kila uovu ambao ulikuwa kwenye maisha yako, achana na hayo mambo. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, sikiliza, Bwana anakuja. Bwana wa Mungu anakuja. Vua mavazi yako mpendwa, Ni maombi yangu kwa Mungu aliye hai, kabla hajaja Yesu, uwe tayari umejiandaa.